Taratibu hakuna sababu ya kuwa sisi tukakope, lakini misamaha imekuwa mingi, na ukiangalia utaratibu wa kutoa misamaha, mheshimiwa, si utaratibu mzuri kwa kweli. Leo mtu ushaenda katika hoteli, pengine ushaenda kumwataki ZRA, umeenda umemkuta ana hatia ya kuwa hajalipa fidia au hajalipa VAT, ndo mtu huyo eti anakufuata wewe. Si utaratibu. Anayeomba, yani tuangalie tunatoa misamaha ya kodi katika utaratibu gani. Yapo mambo ambayo ikiwa serikali itaona inafaa, basi inaweza ikatoa msamaha katika masuala mazima ya kodi. Kwa mfano, kuna taasisi ya umma ambayo inataka kuleta vitu kwa ajili pengine ya wanafunzi kama madeksi na vitu kama hivyo. Anaweza kwenda pale akaomba msamaha kwa sababu vile vitu ambavyo ataka kuvinini vitasaidia kwa jamii. Lakini leo unaenda kumpa mwana hoteli ambaye anamiliki hoteli ya 5 star per day, anakusanya zaidi ya milioni 50, unamwambia unampa msamaha. Are we serious kwa hilo? Hatuko serious kwa kweli. Wakusanyaji kodi wahakikishe wanakusanya kodi kwa uangalifu kwa ajili ya taifa. Na yote hayo yanatokezea kwa sababu nitakazozitaja. Mheshimiwa, tukiangalia katika utaratibu wa kuweza kukusanya kodi, Mheshimiwa, tunaona kwamba ZRA wana program maalum ambayo wanaitumia kwa mujibu wa sheria kuweza kukusanya kodi, ambayo wanaita amnesty program. Katika amnesty program, ukiwa kwa mfano kama miaka 2020 kulitokezea corona, kweli tuliona kama mataifa mengi au mahoteli mengi au wafanyabiashara walilose. Kwa hiyo kipindi kile tunao uwezo wa kuwapa punguzo, au tunaweza, yani tusiwasamehe direct, lakini at least tunao uwezo wa kuwapunguzia yale makodi kwa sababu hakufanya biashara. Lakini leo tunaenda kuwapa bila ya kuwa na utaratibu maalum. Mheshimiwa, samahani, naomba kuna dakika 5 nikuongezea bado 2 ili ujiweke sawa kumalizia hiyo. Nilikuongeza bila ya kuniomba hizo. Mheshimiwa, saa umeitizama vizuri. Mbona? Asante Mheshimiwa Mheshimiwa kwa kuendelea na uchangiaji wangu. Samahani, unaomba dakika ngapi? Mheshimiwa, mimi naomba dakika 10 nyingine ikiwezekana. Haiwezekani. Nitakuwa nimekiuka sana, haiwezekani. Wewe sema tu ngapi. Mheshimiwa, hata 5 zinatosha kwa kumalizia baadhi ya pointi zangu. Malizia nitakupa. Asante, nashukuru. Zikimaliza hizo mimi na stop mjadala. Asante Mheshimiwa, hamna tatizo. Mheshimiwa, ukiangalia asante, nashukuru. Mheshimiwa, ukiangalia, naomba nirukie kwenye swala la Ananisha, lizungumzia vizuri. Naomba nizungumzie tena kwenye swala zima la miradi hii ya maendeleo au miradi ya kimkakati ambayo imewekwa. Mheshimiwa, tukiangalia 26% ya miradi ya kimkakati yamewekewa kwa ajili ya kufanya maendeleo ya nchi. Lakini tukiangalia miradi hii, kwa kweli naona tumepoteza nguvu zetu nyingi katika miradi hii. Tukiwa tumeweka miradi na tukakusudia miradi iendelee na iweze kumalizika, Mheshimiwa, tuhakikishe tuna pesa za kutosha. Lakini ikiwa tunajenga miradi, pengine tunaenda kujenga skuli, wakati skuli ile tutakayokuwa tunaijenga kwa pesa za kukopea, hatuna uwezo wa kuja kurejesha lile deni lile Mheshimiwa, litarudi kwa wananchi na tutawachia vitukuu vyetu na wajukuu zetu madeni haya. Kwa hiyo hata hii miradi tuiangalie miradi ya aina gani, na tuhakikishe tunaingia katika miradi ya maendeleo ambayo itazalisha. Tukiangalia kama mradi wa Mwani, Mheshimiwa, tumeona kiwanda kimejengwa kwa pesa nyingi sana, na ukikaa ukifanya utafiti unaona ile pesa ambayo imeingizwa pale kwa miaka mingi haitorudi, na kama haitorudi, matokeo yake deni linarudi kwa wananchi na kwa serikali. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu katika haya, na kwa kweli uwazi ni muhimu. Kama kuna mtu anataka kusamehewa, kama kuna mradi uwekwe wazi, wananchi wa uaccept, jamani, mradi huu kwa mujibu wa utaratibu unakubalika na tutafaidika 1, 2, 3. Lakini tukikusanya miradi tu halafu ikawa miradi inakwenda miradi mingi, miradi haifikiwi, tutakuwa hatufikii Mheshimiwa lengo letu kupata maendeleo. Wananchi wanyonge wananyimwa
haki, wananchi wanyonge wanakatwa kodi kwa wingi, lakini matokeo yake hakuna kinachoendelea. Na yote haya mheshimiwa yanatokea kwa utaratibu mbovu wa ukusanyaji kodi. Mheshimiwa, kwa kweli yani tukiwa tutaisimamia kodi na tukaenda kwa utaratibu, tukaenda kwenye electronic receipt, tukaisimamia ipasavyo, hatuna haja ya kukopa. Nchini kwetu tunakusanya pesa nyingi na wananchi wetu ni waaminifu wa kulipa kodi, lakini ukweli pesa zinaingia mifukoni mwa watu, hazifiki katika serikali kuu zikatumiwa kama inavyotakiwa. Kwa hiyo mheshimiwa, nilikuwa naomba serikali isimamie. Tunamwangalia msimamizi wa hesabu za serikali akija na ripoti, pesa nyingi zimepotea na sioni hatua yote serikali inayochukua kwa miradi ile ambayo inapoteza pesa bila ya utaratibu. Mheshimiwa, nashukuru, naona dakika 5 zangu ulizonigaia zimefika. Naomba asante.